السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله. Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia rehma na amani mbora viumbe Mtume alayhi salatu wassalam. Bifadlillahi ta'ala wa minnatihi, tunakuwa ni wenye kuendelea katika silsila ya durusi zetu za siratun nabawiyya na kama tulivyoanza kutaja katika darsa iliyopita juu ya kazi aliyoifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, nayo ikiwa ni kuchunga wanyama kwa ajili ya malipo ambayo kwamba alikuwa yapata kutokana na watu wa Makka. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kusema ma ba'atha Allahu nabiyyan illa wara'a al-ghanam. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwahi kutumiliza mjumbe yoyote isipokuwa alichunga mbuzi au kondoo au mchanganyiko. Na ikawa tutachukua masomo kutokamana na jambo kama hili, kuwa kila mjumbe amepitia katika kuchunga mbuzi au kondoo. Tukataja nukta ya kwanza ikiwa ni masuala ya uwajibikaji na kusimama kwa masuhulia, na ya pili ikawa subira juu ya kazi kama ile ambayo kwamba haina mapumziko na yataka subra, yataka uvumilivu na kuhimili. Na tukataja mifano ya Musa alayhi salam waliopitia na aqwam zao na subra yao ya hali ya juu. Wacha subra kutokamana na ubepari na uovu wa wale wenye nguvu, bali subira kutokamana na wale ambao kwamba wawaongoza pia. Kataja mfano wa Nuh alayhi salam kwa watu wake, miaka 950 ya da'wa, jambo ambalo kwamba ukiliweka katika mizani ya kibinadamu haingii akilini. Ni subra ya hali ya juu isiyowezekana isipokuwa kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake aliowachagua. Na nukta ya tatu tutakayoizungumzia kutokamana na hikma ya anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wachunga wa wanyama ni ulinzi, suala la ulinzi, kwa sababu mwenye kuchunga wanyama huwa anakuwa ni mwenye kuwajibika kuwalinda kutokamana na hatari yoyote, imma iwe ni uwizi. Yule ambaye kwamba yawachunga wanyama yuko makini nao, hata waacha ovyo ovyo mtu akapita akawa ni mwenye kuiba, hata kama ni mbuzi ule mdogo, atakuwa ni mwenye kuwalinda kutokamana na wanyama hatari tofauti. Atakuwa ni mwenye kufanya bidii kuwalinda hata kutokamana na magonjwa, na atajaribu kuwa katika hatua ya mbele siku zote, kwa sababu ikitokea msimu labda kuna magonjwa aina fulani, utaona hutafutwa kama ni chanjo zile, au wakatafuta namna za kuwalinda wasiwe ni wenye kula malisho ya sehemu fulani kwa ajili ya hatari fulani. Kwa hiyo siku zote wanajaribu hawa wachunga kuwa katika mguu wa mbele, na hivi ndio anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa juu ya umam zao. Anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala walijaribu kulinda umam zao kutokamana na hatari za kisaikolojia na za kimwili. Hatari yoyote
ambayo kwamba itakuwa iko dhidi ya ule umma ambao kwamba mtume yoyote ametumilizwa kwa wao, basi wao huwa katika mstari wa mbele, katika mguu wa mbele kuwalinda na hatari kama ile. Kuna usiku mmoja katika Madinatul Munawwara, masahaba walikuwa ni wenye kusikia kama fujo faudha zaelekea kuingia katika mji. Kwa hiyo kwa upesi sana, kwa haraka sana, wakawa ni wenye kubeba silaha zao, wakawa ni wenye kutoka na farasi wao wakielekea katika ile sehemu ambayo kwamba wanasikia kama ambaye kuna fujo, huenda ikawa ni mavamizi atakapotokea katika mji wa Madina. Bas wakawa ni wenye kuharakia na walireact kwa haraka sana. Wakiwa wako njiani waelekea katika mipaka ya Madina, wakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata ndio yarudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia, lan tura'u, msiogope, msio na wasiwasi, hakuna jambo lolote, mweza rudi, hakuna jambo baya. Hasa masahaba angalia vile walikuwa upesi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ashawatangulia kitambo. Walitangulia katika kulinda umma zao. Lolote ambalo kwamba likuwa linawanyemelea umma wao, watakuwa katika mstari wa mbele kuwalinda ule umma. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona vile vile alikuwa ni mwenye kuwaonya umma wake na sheitan na kila hatari. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonya kutokamana na fitna ya wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia sisi na kutuonya kwa kutuambia, mimi siogopei umma wangu umaskini, bali nawaogopea umma wangu dunia ifunguliwe kwa wao. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuatuonyesha kile ambacho kwamba sisi huwa twaona hakina hatari, bali kina kila aina ya kheri, na aliyekosa huonekaniwa amekosa kheri nyingi. Na iko hadithi ambayo kwamba tutazungumzia biidhnillahi taala uko mwisho wa hii nukta, inayofanana moja kwa moja na hili. Kuna mambo sisi huwa kwetu sisi twayaona ni mazuri, yapendeza, walakini uhakika wa jambo huenda ikawa tofauti. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suala la mtu anapotaka kuoa, alaihi salatu wassalam asema mwanamke huweza kuolewa lijamaliha au linasabiha au limaliha au lidiniha. Mtu aweza akampenda mwanamke kutokamana na uzuri wake, akawa ni mzuri, mtu akataka kumuoa. Au mashallah mwanamke yotokamana na nasaba mzuri, labda mwanamke ni Bani Makhzum, ama unkuja umeambiwa huyu mwanamke ukifuata laini yake ya kizazi chake, huyu ni Quraysh, huyu ni familia fulani, familia prominent, zile za baina yetu na zile ambazo kwamba ziko mbali na sisi. Au huenda ikawa mwanamke ana mali, mashallah ni mwanabiashara, au amerithi na ni mkwasi, mtu akamuoa, kwa sababu akimuoa bila shaka ataipata ile mali, sio? Au mwanamke aweza kuwa ameshikamana na dini yake kisawasawa, mashallah alaiha. Asa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kutudondolea sababu zote hizi, akatueleza ya kuwa mtu yawezekana akaoa kwa sababu kadha wa kadha wa kadha. Kisha alayhi salatu wasalam akatuambia, fadhfar bidhati din taribat yadak, fanya bidii uangalie sana katika dhati ya dini, mikono yako itapata nini? Itapata salama. Katika dini ndio kuna salama. Sasa wewe ukamwangalia mwanamke
ikawa labda hana nasaba, hana mali, na labda uzuri wake wa wastani, kawa mwenye kuvunjika moyo, lakini dini yake ni mzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ashatu prepare. Mtu aweza akaangalia akasema maadamu dini yake ni mzuri, bas khalas, tosha. Kwa sababu chochote chile mbali na dini yake huwa chaisha kwa muda, na dini ndiyo hubaki na ikawa na athari mpaka kwa vizazi. Kwa hiyo Mtume SAW hata katika mali tuambia hatuogopei sisi umaskini. Sisi umaskini kihakika tuuogopa na twatamani ulimwengu utufungukie. Alayhi salatu wasalam atuambia na uhofia ulimwengu wafungukie, uwapoteze wao, uangamize wao kama vile walioangamizwa waliopita kabla yao wao. Kwa hiyo ikhwatul kiram, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuonya kutokamana na hatari tofauti tofauti. Hakuna hatari hata moja isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ajituonya juu yake, katika zile zilizokuwa wakati yeye akiwa na ambazo kwamba zitakuja baadaye. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mimi ninawaonyeni nyinyi juu ya Masihi Dajjal kuliko mtume yoyote alivyowaonya watu wake. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya Masihi Dajjal ametupatia kila aina ya details na kila aina ya maonyo, na mpaka akasema alayhi salatu wasalam, lau atakuwa ni mwenye kudhihiri wakati mimi nipo, basi nitawatosheleza juu yake, walakin lau atadhihiri wakati mimi nishafariki, basi itakuwa kila mmoja ana uwajibu juu ya kuokoa nafsi yake. Kisha hakutuacha hapo, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kutupatia namna mpaka ikhwata alkiram waambiwa, lau Masihi Dajjal umesikia yatokea upande huu, kimbia the opposite direction. Mtume sallallahu alayhi wasallam antupatia hata mbinu ya kukimbia. Usiwe ni mwenye kuwa confident na imani yako, kasema mimi nitamconfront, nitamtawajjah na hakuna lolote, sitogeuka. Waambiwa katika watu wa mwanzo ambao kwamba atawapoteza Masihi Dajjal ni mtu ambaye kwamba amesimama katika Uislamu wake na katika imani yake, na atajaribu kumtokea Masihi Dajjal na mwisho atageuka, atakufuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, mtu hata atalazimika kumfunga mamake na dadake na mkewe. Mara nyingi wanawake huathirika rahisi na mikumbo mingi ikiingia huwachota wanawake kwa rahisi kuliko wanaume. Hizi fitna nyingi ambazo kwamba ziko katika maharusi zetu, athari yake kubwa ni athari yake kubwa, yani tuseme ni ukweli, kina mama zetu, dada zetu, mambo mingi ambayo kwamba yakoseka, Allah athari yao ni kubwa zaidi kuliko wanaume. Wanaume sehemu yao kubwa katika kuruhusu yale mambo yafanyike, na aghalabu watu hughilibiwa nguvu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mtu atalazimika kuwafunga mamake, mkewe na dadake. Jamani, musende, kwa sababu itakuwa wajaribu kumwendea kwa mbio kumkimbilia Masihi Dajjal. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kutuonya kwa hatari zilizotangulia na hatari ambazo kwamba zinakuja baadaye. Na hivi ndivyo ambavyo kwamba huwa mchunga yupo, kwa sababu mchunga wanyama vision yao ni ndogo, yani wao wako karibu sana na ardhi. Yule ambaye kwamba yuwasimamia huwa amesimama, kwa hiyo yuweza akaona mbali, yuweza akaangalia kulia, yuweza akaangalia kushoto, yuweza akaangalia nyuma, aweza akasimama juu akaona mbali kabisa. Kwa hiyo hatari ikiwa mbali, yeye yuatoa maonyo kabisa kwa hii flock yake, kwa hili kundi lake la wanyama, ili hatari siwafikie na mapema kabisa, na yeye huwa ndio wa mwisho kujilinda. Yuajaribu kulinda wale wanyama mwanzo. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mfano wangu mimi na nyinyi, yani mfano wangu mimi na nyinyi nsawa
na mtu ambaye kwamba amekaa pambizoni mwa moto. Hii ni hadithi ambayo kwamba amepokea Abu Huraira radhiallahu anhu na iko katika Bukhari na Muslim. Asema ni mfano wa mtu ambaye kwamba amekaa pambizoni mwa moto usiku, wakati wa kiza, ukiwa na sosi yoyote ya mwangaza, huwa kwafanyika nini? Wadudu wanafanya nini? Wadudu wanaifuata. Kama ntaa hivi utawasha katika kiza, wadudu wataifuata, watakuja, watajaribu kuizunguka, hasa katika izikija zile msimu wa mvua, wadudu wakiwa wengi, utaona taa huko mbele msikitini labda zafanya nini? Zazimwa, kwa sababu ukiwasha wadudu wako tele, wajazana. Sasa wakiuona ule moto hufuata, wakaona ni mwangaza, lakini kihakika ule moto mwishowe waisha kufanya nini? Kuangamiza, kuwachoma na kuwaangamiza. Mwisho waanza kusikia sauti ya milipuko midogo midogo, lakini wao nini? Wadudu wale huwa wanchomeka mpaka wapasuka. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mfano wangu mimi kama hivyo, kisha huu umma wake sawa na wale wadudu, waufuata ule moto, waona mwangaza, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ajua wazi huu moto utawaangamiza. Kwa hiyo sema, najaribu na washikilia kwa nguo zenu na kuwatoa kando, lakini mwaniponyoka, mwaniacha na mwarudi katika moto. Akisema fa ana akhidhun bihujjazikum anin nar wa antum taqahhamuna fiha, najaribu kuwashikilia lakini mwafanya nini? Mwarudi, mwajitupa ndani ya moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuona moto, sisi tuweza kwa jambo tuliona mwangaza. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuona hatari, sisi hatuioni ile hatari ambayo kwamba yeye yuiona. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaita watu na kuwanadi watu katika njia ya kuelekea peponi, lakini utakuta baadhi ya watu au wengi katika watu wakawa wenye kuiacha njia kama ile, wakafuata njia ambayo kwamba ni ya motoni. Wa naudhu billahi min dhalik. Kwa hiyo rai, yule mwenye kuchunga, huwa ni mwenye kuiona hatari na kupeana indhar kwa wanyama wake. Kwa mfano, unkutana na mtu ambaye kwamba kipofu, aone, wewe waona, na ukamuona yuajiingiza katika shimo ambalo kwamba akianguka hana maisha tena, maskini. Njia ya kumuonya utamuonya kwa njia gani? Wewe ushamuona yuaelekea, hautoanza kufikiria njia ya hikma na maneno ya hikma, utapiga kelele, shekhe, kuna shimo hapo, utaangamia. Hivi ndivyo njia, namna ya kujali. Hautoanza kufikiria ya kuwa sasa mimi nitamwambia kwa maneno gani ambayo kwamba labda yeye atanielewa, hatosikia vibaya. Wewe wamuona yuangamia, yeye hajui kuwa yuangamia. Ambia wakati mwingine walikuwa wakizungumza, watazungumza kwa ukali. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mwingine alikuwa akizungumza na akiwaonya watu ndani ya msikiti. Wacha saa hii tutumia vipaza sauti ndani ya msikiti. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaambia, andhartukumun nar, andhartukumun nar, andhartukumun nar, mpaka watu masokoni huko wasikia yozungumza kwa ukali, mishipa ya msimama, kwa sababu yeye hatari yuiona na sisi hatuioni. Kwa mfano wake hakusema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lau mungelijua yale ambayo kwamba nayajua mimi, la dhahiktum qalilan wala bakaitum kathira, ingelikuwa mwacheka kidogo sana nyinyi na mungelia mno. Kisi watu wacheka sana na kulia kwetu kuchache sana. Hatujui kama anavyojua yeye, hatuelewi kama vile ambavyo kwamba wameeleweshwa wao na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhwati alkiram, nukta ya 5 katika suala la uchungaji na hikma ya anbiya wa wachungaji wa wanyama ni ukawaida katika maisha. Yule mchungaji ambaye kwamba yuachunga huwa hawezi kukusanya vitu vingi
akiwa katika majukumu yake, hata kama vile vitu anavyo. Yani akitoka kwenda kuwalisha wanyama wake, haezi akatoka hata na pikipiki yake, hata kama pikipiki uko nayo, na huenda hata baiskeli pia akashindwa kutoka nayo, atatoka na nini? Na mguu, atatembea nayo. Ya lazimu ukawaida, na hata hawezi kujibebea mavyakula vingi, hawezi kushika kula ambalo kwamba ndani yake amejiwekea vitu. Atabeba hata kama ni chupa ya maji, na kama ni chakula katika mfuko kidogo sana. Yamlazimu mtu kuishi katika ukawaida ili awe mwepesi na awe ataweza kuadapt katika hali tofauti tofauti. Manake kukiwa na mvua, kukiwa na jua, kukiwa na upepo, kukiwa na joto, kukiwa na baridi, lazima wanyama wakafanya nini? Lazima wanyama wapelekwe malishoni. Zote hizo za mlazimu yeye kulazimika kuishi katika hali ya ukawaida. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alipitia hali tofauti tofauti, lakini aliweza kuwa mwepesi kuadapt. Hali ya njaa iliwafikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliongoza, alikaa mstari wa mbele na akawaongoza masahaba wake. Hakuwa ni mwenye kuvunjika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamechimbua Khandaq, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa pamoja na wao. Wako katika hali ya njaa, wamefunga mawe. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mawe aliyofunga ni 3 haswa. Yote hii ni katika ile mazoezi ambayo kwamba wamepitishwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa wepesi kwa wao kubeba majukumu, na wakawa katika mstari wa mbele katika kuwaangalia umma wao, kuwaonya, kuwaelekeza na kuwaongoza. Inshallah katika darsa inayokuja biidhnillah ta'ala tutamalizia katika hizi nukta. Takuwa wenye kukomea hapa kwa leo. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa machache tujalie sote min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa.